miongoni mwa makosa ambayo yamezoeleka au baadhi ya watu wanaona pengine si makosa, ni mambo ya kawaida. Kwanza tuje katika masala ya kuswali tukiwa ndani ya misikiti, walillahi alhamd. Kwa hiyo mazungumzo haya yanayozungumzia zaidi tukichunga ya kwamba tunawakusudia wanaume wakiwa ndani ya misikiti, ingawa makosa mengine yatakuwa yana musharaka baina ya wanaoswali msikitini na wale wanaoswali majumbani katika kina mama na waume walio na udhuru. Katika msikiti, mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam, kwanza ni muhimu tufahamu ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam amekataza Waislamu katika swala msikitini kuwa na ada, Muislamu awe na ada ya kujiwekea pahala maalumu pa kuswali. Hili pengine litakuwa ni geni kwa baadhi ya Waislamu, lakini tukumbuke kwamba ni fundisho la Mtume alayhi salatu wasalam. Maana yake wako baadhi ya Waislamu katika misikiti amejiwekea pahala maalumu, hakuna anayeswali pale, ni yeye peke yake. Iwe itakavyokuwa, labda awe siku hakuja pengine mgonjwa, lakini kama yeye yuko na kama hajafika msikitini, hata mtu haruhusiwi kukaa pale au kusimama pale. Aambiwa kabisa, hapa mpa mzee fulani, hapa ni kwa mtu fulani, hapa ni kwa mtu fulani. Katika misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala, mafundisho ya Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, tunaambiwa hakuna aliye na pahala pake. Hata ikiwa huyo aliyeweka pahala hapo ni mwenye msikiti mwenyewe hasa, hana ruhusa na authority ya kusema hapa pale naipangwa asiswali mtu. Hili ni fundisho la kwanza la Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Imekuja katika zile manhiyat, katika yale yaliyokatazwa kwenye swala, wa an yuwattina almakan kama yuwattin alba'ir. Mtume amemkataza Muislamu kujiwekea pahala katika safu ya swala katika msikiti kama anavyowekewa ngamia pahala pake pa kulala maalum. Kwa hivyo tujue kwamba swala hili katika mafundisho ya sunna halimo. Ikiwa kuna mtu amezoeleka kwamba pahala hapa ni pake kisunna na kisawa, Muislamu yoyote aweza kuja akaswali. Kwa hivyo ibra katika Uislamu ni kwa yule aliyetangulia, yule aliyekuja mbele, pale pale anachukua ile nafasi ya safu. Hakuna masala ya hapa pahala pa fulani, hapa pahala pa fulani, hapa pahala fulani. La, Qur'ani inatuambia wa anna almasajida lillah, misikiti yote ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sehemu za msikiti zilizomo ndani zote ni za Allah jalla jalaluhu, fala tad'u ma'a Allahi ahada. Kosa lingine la pili, mara nyingi makosa haya ambayo nitayataja mawili yanayofuata, mara nyingi yanafanywa na shababu, vijana wa Kiislamu. La pili ni kosa mara nyingi la vijana wa Kiislamu pale wanapochukua suala la swala ni suala la kawaida, ikawa inakuwa kwamba mavazi wanaoyavaa ni mavazi ambayo la taliqu bimaqami salah, la taliqu biman yaqifuna amama. Zile nguo wanazozivaa hazilingani na yule waliosimama mbele yake. Suala ambalo tutafaa mara nyingi tuwashike vijana wetu, tuambie na tuzungumze nao kwa lugha nzuri na kwa ufahamu mzuri, ili wapate kutuelewa, sio kwa vita wala sio kwa matukano, la, ni kwa makini na busara na ufahamu. Mwambie kijana mdogo, hivi unadhani hizi nguo ambazo unazivaa leo unakuja kuswali nazo, hizi nguo ni munasib, ni sawa kusimama nazo nguo hizi kwa yule aliyekuumba? Amama malikul muluk rabbus samawati wal ard, unaweza kumsimamia kwa nguo kama hizi? Sasa ikiwa swala hili litakuwa ni gumu kulifahamu, mlete katika mfano wa kidunia. Mwambie leo headmaster wa skuli, head teacher wa skuli au principal au mtu yoyote ambaye ana mamlaka katika maadili ya kidunia, ukimwambia akikuita unameambiwa kwamba uende, utakwenda katika hali gani? Ukiwa umevaa vipi? Mwambie niambie ukweli. Itakuwa hana ukweli mwingine isipokuwa ataangalia ile mavazi aliyoyavaa ni mavazi ya kuheshimika. Sasa maadamu mwanadamu mwenziwe anamvalia mavazi ya kuheshimika sababu ana madaraka fulani madogo, walillahi almathalul a'la, na Allah subhanahu wa ta'ala mfano wake ni mkubwa zaidi, hatuwezi kuulinganisha.
Kwa hivyo vipi vijana wetu wa Kiislamu leo inakuwa hawana busara ya kufahamu lugha hii na maana hii ya kwamba hawawezi na sio sawa kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa wamevaa mavesti. Kijana wa Kiislamu amevaa vesti, kisha anakwambia, kwa sababu ufahamu wao ni ile fiqh waliosomeshwa madrasa, katika vitabu vidogo vya fiqh vinaitwa mabadiul fiqhiyya, ameambiwa kwamba auratu rajuli ma baina surati wa rukba, aura ya mwanamume ni baina ya kitovu na magoti. Sasa yeye fahamu yake ile aura ashaifinika, hafahamu kwamba kuna maelezo mengine ya ziada, kwamba Mtume alayhi salatu wasalam naha an yusalliya ahadun fi thawbin wahidin laysa ala atiqihi minhu shay. Amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam Muislamu kuswali katika swala akiwa amevaa nguo mabega yake yako wazi, hayakufinikwa. Sasa hili pengine mwalimu wake wa madrasa hajamfundisha, anadhani kwamba anaweza kuswali na vesti. Tunao vijana wetu wanakuja msikitini na vesti. Sasa ni kutumika lugha nzuri kwa wale watu wazima, imamu wa msikiti, wale wazee msikitini waliosoma, wawaite wale vijana, kwa sababu ni kheri kwamba wamekuja msikitini. Hawa kwa barabarani, hawa kuzunguka, wala walillahi alhamd hawajakwenda katika barabara zingine mbovu. Kwa hivyo hii ni neema kwamba yuko msikitini, mpatilize, umfikishie risala hii. Kadhalika hapo tukiwa kwa vijana, kuna tabia mara nyingi ya vijana wakiwa wanaswali wanavaa mavazi hasa fulana ambazo zimechorwa michoro mbalimbali na mapicha aina mbalimbali na kwa kila rangi na kila sampuli. Wengine wakiwa wamebandika majina maplayer, wengine wamebandika mapicha huko nyuma, wengine mapicha ya waimbaji mbele au nyuma na kadhalika. Kwa hivyo kadhalika tutumie lugha ile ya kwamba mavazi haya hayana maqam, hayana munasaba na kusimama mbele ya maqamu ya Allah subhanahu wa ta'ala, hainasibiani ukubwa na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu. Leo Muislamu kijana au mtu mzima yoyote aliyebale asimame na mavazi kama haya. Na muhimu ndugu zanguni, mafundisho haya tuwafundishe watoto wetu tangu wakiwa wadogo. Tusiwasubiri mpaka wakiwa wamekuvuta kimo, wamepata fahamu, kwa sababu inakuwa baadaye ni tabu kuyaingiza mafundisho haya katika vichwa vyao. Leo unakuta wakati mwingine mzazi anakwenda na watoto wake msikitini, jambo zuri, anawafundisha swala tangu wakiwa wadogo, lakini wakati mwingine mzazi hazingatii kwamba mtoto yule mdogo labda amevaa suruali fupi. Ni kweli wakati ule bado wakiwa mdogo hana hesabu, bado kalamu hajaanza kuandika, bali swala yenyewe haijakuwa wajibu, lakini muhimu yule mtoto kadhalika umfikishie risala kwamba mavazi msikitini yana mavazi yake maalum, na akiwa nje iwacheza ana mavazi mengine maalum. Sasa tukishazungumzia haya kwa ufupi masala ya mavazi, ili tujitayarishe na swala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala atuambia kwenye Qur'an, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid, enyi wanadamu chukueni mapambo yenu na mavazi yenu mazuri kila mnapokwenda katika swala kuswali. Zina inakuja kwa tafsiri nyingi katika aya hii. Moja wapo ya tafsiri ni mavazi yanayostiri, mavazi ambayo yamestiri mwili. Na kwa maana hii unakuta kuna makosa mengine ya wazi kabisa sasa ambayo yanakhalifiana mpaka na aya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na makosa yenyewe ni pale unapowaona baadhi ya watu wanaswali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika swala, lakini mavazi ambayo nusu yako uchi. Akirukuu sehemu ya mwili yaonekana, akisujudu sehemu ya mwili yaonekana, hasa wale wanaoswali na t-shirt. Wale wanaoswali na t-shirt na majinzi na masuruali, kuna mavazi mengine yamekuwa yameruka juu, masuruali mengine yameteremka. Sasa inabidi pale katika kila swala ndipo unamwona mtu anaswali, kila akisimama itidal anateremsha shati ama fulani, kila akija juu anateremsha shati na suruali. Kwa nini ujipe tabu hiyo? Kwa nini uwe katika swala una kazi nyingine isiyokuwa ya swala? Kazi ya kuteremsha manguo imetoka wapi kwenye swala? Imeletwa na nani?
na wewe umeambiwa kazi yako katika swala ni kusimama imara, wima na khushu' na tumaanina mbele ya Allah jalla jalalu, unazungumza naye na yeye anakusikia. Sasa ukianza kufanya mashughuli mengine pale ya kutengeneza mashati na kutengeneza matishati na masuruale kuyainua juu kwa sababu yameteremka chini, kwa nini ujipe shida hii? Na umejua kwamba kuna kipindi cha swala ilikuwa ni aula utafute vazi ambalo limekustiri kwa mujibu wa aya ya Qur'ani, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid, chukueni mapambo yenu na mavazi yenu yanayostiri kila mnapokwenda msikitini kuswali.